Okay, tuko live tena ndani ya nyumba, msikilizaji wa Simulizi Zetu Media, karibu sana. Sehemu pekee nzuri kabisa ambayo inakupa burudani mbalimbali kwa upande wa simulizi za sauti, na mimi nakukaribisha sana katika simulizi mpya kabisa ambayo tunapata kuianza leo ndani ya nyumba hapa Simulizi Zetu Media, na tukiwa tunaongozwa na mwandishi wetu mashuhuri kabisa ambaye ameshika akili zetu na mioyo kwenye simulizi, hususan kwa wale ambao tunapenda sana love story. Basi nyingine hii hapa mpya kabisa tunakwenda kuianza leo kutoka kwake Hajra Stories. Simulizi inakwenda kwa jina la Warda. Msikilizaji, karibu sana tufahamu Warda amefanya kitu gani ambacho kinatukutanisha tena hapa kwa mara nyingine tena. Basi mimi naendelea kusisitiza kwa ambaye bado hujambo na familia yetu, hakikisha umesubscribe channel yetu ili usipitwe na simulizi nyingi na nzuri kama hivi. Simulizi mpya pamoja na miendelezo ya simulizi utaipata yote hapa, lakini ukiwa umesubscribe, lakini pia ukiwa turn on notification. Usisahau kutufuatilia kwenye mitandao yetu yote ya kijamii, jina ni Simulizi Zetu Media. Na wewe ambaye unataka kuja kwenye group letu pale, karibu sana. Familia yetu inaendelea kuwa sana pale ndani, na kila aliyoko pale atamani kutoka. Karibu sana, tuma ujumbe wa kuungwa kwenye namba simu ya 0757567253. Jina langu naitwa Tutu na kualika rasmi katika sehemu ya kwanza ya andiko hili la Warda. Anaanza kwa kusema kwamba kwa majina anaitwa Warda Hasani Luinde. Anasema mimi ni mtoto wa 4 kuzaliwa katika familia ya watoto 8, na katika familia yetu bwana sisi tulikuwa tumegawana nusu. Wanawake walikuwa ni 4 na wanaume walikuwa 4. Si ndivyo Sasa sijui nisemaje jamani. Yaani mama alikuwa ni mzazi ndio, lakini mimi kiukweli nina utajiri sana wa ndugu. Yaani nina ndugu kama wote. Mimi ni Mzaramo wa Pwani huko. Natoka kijiji kimoja hivi kinaitwa Bungu. Si mnakufahamu huko ndo ambako nilizaliwa, nikasoma pia huko. Japo sikuwa na akili sana shule, lakini nilifanikiwa kufika mpaka darasa la 7 jamani. Kuandika tu jamani na kuhesabu sijui kama nitashindwa, kwa sababu akili ya kuendelea shule niwe mwazi tu, akili ya shule yenyewe kiukweli mimi nilikuwa sina ndugu yenu. Na hii ni kwa sababu pia kwetu walikuwa hawatukazi sana juu ya elimu. Basi nilipomaliza shule nikawa nipo tu nyumbani pale, na kwa bahati mbaya sasa mama alikuja akafariki bwana. Unaona mama alikuja akafariki pale, na tukawa tumebaki pamoja na baba. Dada zangu walikuwa wameolewa na kina kaka walioa, lakini kabaki mimi tu nyumbani. Nilipofikisha miaka 16 nikaenda kwa shangazi yangu ambaye alikuwa na kasi mmoja hivi ambayo iko inaitwa Mtongani. Basi nikakaa kwa shangazi kama miaka 4 hivi, na nilikuwa tunaungaunga tu maisha. Si unajua tena bwana, mishemisho unashika hiki unaachia, basi ndio hivyo. Bwana mimi nilikuwa sina akili, lakini Mungu hawezi kunyima vyote. Uzuri nilikuwa nao jamani. Yaani at least sio sana, lakini at least yani naweza nikashtua watu. Alafu sasa nilikuwa na mwili mnene. Yaani mimi sio bonge, lakini sio mnene pia, ila ni mweupe fulani hivi. Basi wanaume walikuwa wanajigonga sana. Yaani walikuwa wanajigonga kweli. Yaani unajua unene wangu ulikuwa ni ule ambao kwenye vile vitu ambavyo tuseme wanaume wanapenda. Si mnavijua? Basi ndio hivyo, mtoto mzuri nilikuwa kiasi. Na nilipofikisha miaka 22 bwana nikapata bwana permanent ya kuishi. Na imagine miaka 22 jamani. Nishapata bwana kuishi na huyo kaka alikuwa anaitwa Waziri. Sasa kiukweli mimi nilimpenda sana Waziri, na Waziri pia alikuwa ananipenda. Mimi sinajua tena sasa si pia tulikuwa vijana. Basi tukawa tumeshawishiana pale, tukapanga chumba maeneo ya kwa Azizi Ali kule, tukawa tunaishi wote. Basi shangazi alikuwa ananisema jamani kwamba mtoto mdogo nakimbilia maisha. Naishi na bwana. Kama ananipenda sangekuja nyumbani nitolee posa nioe. Yaani basi nilikuwa nasikia ala huyo Waziri anavyonikoleza huko ndani jamani, na ninavyompenda jamani, utaniambia nini? Nikasema bwana ndoa itanikuta huko nikiwa naishi na bwana. Basi baba pia alivyokuja kupata hizo taarifa alinipigia akanisema mno, eti haraka nirudi kwa shangazi, sijui sio mambo kaka wanaume. Kwani ndo nirudi sasa, utakuja kunikamatia wapi? Waliongea mpaka akachoka. Mimi nikawa zangu busy na bibi wangu. Basi mwisho kwa wamekubaliana tu, ndio hivyo hali imetokea. Mimi nikaendelea kuishi tu na Waziri wangu bwana. Jamani huyu kaka mimi nampenda nyie. Ningesema nampenda na maanisha ni Waziri. Huyu Waziri bwana ni Mpemba. Si mnajua tena Wapemba jamani, kwanza ni mzuri, mkaka mweupe, ana ndevu zake fulani hivi, alafu anajua kupendeza jamani. Yaani akivaa kinyoa jamani, namalizika mtoto watu jamani. Yaani ananimaliza. Kiukweli niwaambie tu hata wasikilizaji, mpango kumwacha Waziri hapana. Mkaka mimi nikimtazama hivi usoni jamani, nyie. Sasa kuhusu ndoa ameshaniahidi kwamba atanioa. Na akaniambia kwamba kuna mambo anaweka sawa.
Akaniambia kwamba kila kitu kitakuwa sawa. Haya, mimi nihangaike na nini jamani? Mchumba mzuri. Yaani nikimwachia tu huyu kila mtu anamtamani. Acha tu nitulie, kwa kweli wazazi tutakuja kuomba msamaha baadaye. Sasa shida ya huyu waziri jamani. Jamani, huyu kaka ni mvivu. Yaani huyu kaka hafanyi kazi yoyote. Yeye ni analala tu na TV. Yaani kuzurula ndio kitu ambacho anaweza kaka jamani. Nimeongea mno kwamba pambane basi atafute kazi yoyote jamani, atatusogeze maisha. Lakini yako ananiambia kwamba yeye kufanya kazi za kutumia nguvu eti hawezi. Sijui amesoma nasubiri ajiriwe, sijui kitu gani. Basi hapo mimi nilikuwa nachoka jamani. Hizo kazi zenyewe sasa za kusubiri kuajiriwa ziko wapi jamani? Si atasubiri mpaka nafariki. Yaani nilikuwa nachukia jamani. Lakini ndio hivyo, nikimtazama tu kaka. Kwanza kuna ile namna akizungumza na mimi. Kuna ile namna akiniangalia, akinishika, basi nishasahau kila kitu. Inabidi nimsikilize tu mpenzi, nitafanyaje jamani? Warda mimi nafanya nini? Basi mimi ndo nikawa mpambanaji shoga yenu, mapenzi na mtu yote asinichambe jamani. Kwani kuna shida gani kumtunza mwanaume unayempenda? Mbona nyinyi mnatunza na wanaume zenu? Mimi nilikuwa nafanya kazi, nalipa kodi. Nafanya kazi, namlisha bwana jamani. Mwanaume wangu avae apendeze, ale anachotaka. Kila kitu chake mimi ndo nakijua. Nimpe pesa akanyoe jamani, akanunue sendo. Na alikuwa anapenda kula vizuri, anapenda tungutu nzuri. Nyie acheni nifanye kazi jamani. Na inabidi nimpe pesa anapokwenda kuzurula huko mtaani. Aende na pesa jamani. Mwanaume anatembeaje bila pesa? Ndio hivyo. Sasa ndio hivyo. Basi mimi mwenzenu lakini nikawa nimeridhika tu. Nikaridhika kweli kweli. Yaani kazi yangu ilikuwa ni chumbani tu. Mengine yote nilikuwa naangaika mwenyewe. Sina mpenda. Mnataka kusemaje kwani? Ndio hivyo, nilikuwa nampa vyote anavyotaka. Na sikuwa naona shida jamani, mimi nilikuwa nampenda. Yaani nilikuwa nampenda, namtunzia siri mwanaume wangu. Hata wapangaji wenzangu walikuwa hawajui. Lakini baadaye kwanza kuja kujua visanga ambavyo napitia akawa ananicheka. Yaani wewe mdada mzima unalisha mwanaume, si basi mimi najali. Najua tu anamuonea hivi mwanaume wangu. Nyie nikiwatoleni hata picha yake hapa wote mnasimama. Ndio hivyo. Na mtu asinichambe. Basi nilikuwa nauza zangu sambusa asubuhi hapo nje, mchana nauza viatu, napitisha nazungusha mtaani huko nipate tu pesa ili niendeshe maisha. Unajua mwanaume wangu nishaambia kwanza anachagua. Siku nikikosa nipike sijui ugali sijui dagaa kitu gani we. Yaani nikifanya masiara hali kabisa jamani. Sasa nafanyaje? Ndio nijibane hivyo nipike chakula kizuri mwenyewe. Nimfurahishe bwana jamani, smiti mpikie mumeo. Ndio hivyo. Na mimi ninavyompenda huyu kaka. Mimi aka ilikuwa sio shida zangu jamani, nataka ale ninavyotaka. Ndio hivyo. Yaani ndio hivyo jamani. Na ameniambia kwamba atanipeleka kwao. Msinishauri. Basi bwana, hiyo siku nimetoka kuzurula mtaani huko, nimeuza viatu, nimechoka. Sasa unajua tena daa joto nini, niko hoi hatari. Basi nikapita zangu dukani kabisa, nikanunua mchele pale, mahitaji mengine kwa sababu mboga nilikuwa nimeshapika mchana. Basi nikafika nyumbani, niko hoi, nikamkuta mchumba kalala tu. Sikutaka kumwamsha kwa sababu niliona nitamharibia tu starehe yake. Mwanangu jamaa anapenda kulala. Mwacheni apumzike. Basi nikatoa jiko langu nje ya chumba pale, nikanapika zangu wali pale. Nilipomaliza nikaingiza ndani chakula, ndo nikamkuta sasa anaamka. Akaniambia, wife umerudi? Nikamwambia ndio mpenzi, nimerudi, mbona muda mpaka nimepika. Akasema sawa, sasa sikia wife, hapa mama akanipigia simu, anaumwa sana, ameandikiwa dawa za 30, kwa naomba basi nisaidie pesa nimtumie mama. Jamani, nikamwambia mpenzi, mimi saizi pesa sina jamani, yani hapa niko najichanga nilipe kodi. Akasema kwa hiyo kodi na mamangu hapa nani ambaye anatamani Warda? Mbona ushaanza kutoka kumpenda mamangu? Yaani hata kumuona hujamuona tayari ushaanza kumchukia. Yaani wewe unaweka pesa kweli ulipe kodi, sio dawa za mamangu. Hivi wewe angekuwa mamako anaumwa kweli wewe ungeweka kodi wewe? Au kwa sababu ni mamangu mimi? Wewe mwanamke, mbona umekuwa unanitia wasiwasi? Tutawezana kweli? Mimi nitakuwa kweli wewe? Utapenda kweli ndugu zangu wewe mwanamke? Nikabaki kimya na muangalia tu, nikamwambia mume wangu, wewe unaelewa kwamba sasa hivi biashara yangu ni ngumu na nikirudi kila siku anakuambia. Yaani hapa na 90 tu hapa na hapa nataka niue msingi wa viatu kabisa kwa sababu kesho mama mwenye nyumba anakuja kufuata hela yake ya kodi. Sasa unajua yule mama jamani, yani sio mwelewa kabisa na unamjua kabisa apokea miezi miwili. Nataka miezi mitatu kesh. Mbona sasa unakuwa hivi mpenzi? Sasa nikitoa hapo nafikiri tutafanyaje jamani? Mimi ndio maana nakwambia basi utafute ta kazi tu, tunasaidiana hapa. Unadhani hizo lawama basi zitakupa kama tunafanya kazi? Waziri akamwambia kwa hiyo unaona mimi mvivu, si ndio? Yaani umeshaanza kunisimanga mwenyewe kama kaida yako. Sina kuuliza wewe na roho yako mbaya. Nikabaki kimya, nikasema hapa basi sijui hata najibu nini. Mwanaume shapandisha kama kaida yake. Basi baadaye akaniambia basi fresh, ngoja nisepe zangu bwana, niko chini maisha yako, usioniona mimi boya. Ushaona kwamba mimi sina msaada na maisha yako. Mchumba alivyo mzuri atataka kuondoka, nyinyi mnamuelewa huyu. Nikashangaa, nikachukua begi lake, anaanza kutoka.
Akaanza kutoa nguo zake kwanza kwenye ukuta pale. Ikabidi nimshike mkono nikamwambia, waziri please jamani usifikie huko Sio mimi nakupenda, basi babangu tumalize please Asa mbona unachukua nguo jamani mpenzi? Sio nataka kwenda wapi? Mimi nataka kuacha na nani jamani? Maisha yangu bila wewe. Mimi nakupa tu 30,000. Usifanye hivyo basi mpenzi. Basi ndo nikaona ameacha, amebadilika kweli. Na mimi sikuwa nataka kumuuzi jamani mpenzi wangu. 30,000 ni nini jamani? Toeni hela hizo kwa wapenzi wenu jamani. Si mnaona mwenzenu mpenzi ni naye. Basi ikabidi nitoe 30,000 ambayo alikuwa anaitaka. Nilipunguza kwenye pesa ya kodi. Sikuwa na namna jamani, kwa sababu mchumba kakasirika na mimi ndo nataka. Yaani yeye ndo furaha yangu jamani. Mtajua wenyewe. Basi taratibu akatoka zake. Akaondoka. Sikuelewa pia ameenda kumtumia mama yake ama ni vipi, lakini nikabaki tunawaza nafanyaje, napata wapi pesa nyingine, inabidi niongeze kodi. Kwa sababu mwenye nyumba yangu ni hatari, haishi hapa. Ila siku akija sijui kama hujampa kodi, sijui kitu gani una pesa pungufu. Halo, ni shida yani. Anaanza zake kupokea miezi 3 na hiki chumba ni 30,000. Na mimi ndo nishapunguza pesa tena ya mwezi. Imebaki tu kodi miezi 2. Nikaona mbona kesho ninalo mimi nitadhalika kwa yule mwenye nyumba yangu hatari. Basi nikamgoja sana mume wangu jamani. Nilimgoja mno, yani mpaka usingizi ukanipitia. Nikaja kushtuka asubuhi kabisa, yani kwa saa 12 hivi alfajiri. Yani hata kula sikula. Tangia nilipopika vile mwanaume akanuna kaondoka, nikamsubiri tu ile ya kurudi ndo hivyo. Ina maana mwanaume leo hajarudi nyumbani kabisa. Nikaona hii kazi wallahi mwanaume atakuja niwe jamani. Simu yenyewe hana. Nikimnunulia simu anauza. Yani ni majanga matupu jamani. Akanitia hofu, nikahisi au labda akapatwa na shida jamani. Sikuwa nimeelewa. Basi taratibu kabidi nianze kuandaa vitu vyangu pale vya biashara, kwa sababu asubuhi napika sambusa pale. Nilipomaliza kuandaa nikatoka nje ya baraza sana, nikaweka vitu vyangu pale, nikaanza kufanya biashara zangu mpaka saa 4 nikanishamaliza. Nashukuru Mungu, sipati faida kubwa ila 5,000 6,000 hivi napata kwenye sambusa, na ndio maana huwa nauza na viatu. Nikipata huku nikichanganya na huku, at least maisha yanakuwa yanaenda. Basi nilipomaliza biashara ndo nikarudi zangu ndani sasa kufanya usafi. Nilipomaliza nikaosha vyombo pale, nikatoa nguo, nikaanza zangu kufua. Nilipomaliza nikaingia ndani kupumzika kwa sababu nilikuwa nimechoka. Nikaja kushtuka sasa kelele za mwenye nyumba. Anachamba wapangaji wenzangu. Hivyo naelewa ile ya mwalimu ameanza kuchapa mwishoni, alafu na wao wanatakiwa kupigwa hivyo viboko. Halo, nikasema kumesha pambazuka. Basi nikajikausha kimya ndani kwangu, yani kama sipo. Saida akanipigia simu, nikapokea, akamwambia Shosti, nasikia mwenye nyumba yako anachamba hatari hapa. Nikamwambia Saida acha, yani mwenyewe natemeka hapa. Yani Saida nina kodi miezi 2 nikifika zamu yangu si hata niwe mama jamani leo. Na nilipo ambavyo siwezi kuongea mwenzako. Saida akaniambia sasa mbona hujaniambia? Ila wewe singekusaidia shoga yangu unadhani kama mimi nitakuacha wewe jamani na ulivyo una changamoto hivyo? Nikamwambia Shosti, yani najua sasa hivi maisha ni magumu, kila mtu anakuwa na changamoto zake Saida. Basi Saida akasema wewe wangu bwana, mimi najua sana kwa maana yako shoga yangu, ngoja kwanza na kutumia hapo 32 ukatoe 30 ujazie umpe wewe mama mwenye nyumba yako kodi, maana wewe mama yako ana balaa. Yani leo hata kunawa sijui itakuwaje akikupata wewe. Kweli bwana, shoga yangu huyu waga anakuwa ni shoga yangu kweli. Yani akaniambia basi mimi nakukopesha, ukipata basi utanipa. Nikamwambia sawa Saida jamani, umenisaidia, yani nashukuru sana. Akaniambia poa, basi nikirudi home nitakuletea habari nzuri pia, ngoja nirudi. Nikamwambia shoga yangu poa. Saida huyu bwana ni shoga yangu, naelewana naye sana. Na yeye ni mpangaji mwenzangu. Yeye anafanya kazi mjini, kazi ya kuhudumia kwenye restaurant nafikiri. Ni posta huko. Na ndo shoga yangu mkubwa sana huko ndani. Mimi sio mtu wa kuongea na kila mtu. Alafu pia mimi si muongeaji sana. Kwa hiyo naelewana sana na huyu dada. Yeye anajiishia mwenyewe pale, anapigana maisha yake pale. Mimi tena ndo hivyo niko na bwanangu chef. Bwanangu jamani sio chef, ni mzuri. Nilisahau. Basi maisha yetu yanaenda tu, mimi ndo namuendesha mwanaume, yani namfanyia kila kitu. Basi shoga yangu kweli haraka akanitumia pale 32 nikaanza zangu kutoa. Nikampa mwenye nyumba pesa yake yote. Akaniambia una bahati wewe. Yani wewe ndo nilikuwa nimekupania sana. Mtu huwezi kumhudumia mwanaume afu ucheleweshe kodi yangu. Shenzi kabisa wewe binti. Jamani watu wambea. Kwa sababu chukua maneno umempa mwenye nyumba yangu jamani. Huyu mama ataka hii hapa amejuaje? Basi akajiongelesha hapo, nimetoa hela lakini akajiongelesha jamani. Mimi basi nikaingia zangu ndani kwa sababu mimi sipendi kuongea jamani. Sio mtu wa kupiga kelele. Nikaingia zangu ndani. Mida ya mchana waziri ndo akarudi sasa, akanisalimia pale. Sikumjibu na ila nikamuuliza tu jana umelala wapi? Akasema kwani vipi? Nikamwambia wewe, mimi nakuuliza hebu naomba usinizingoje umelala wapi? Akasema sikia bwana, mimi sipendi kuuliza hizo maswali. Mimi si mwanaume. Kwani nikumbuka kwamba jana ulinikwaza hapa? Nikaona mimi siwezi kuwa na amani mimi nikirudi kwa mwanamke ambaye yani anathamini kodi kuliko hata mamangu.
Nikabaki kimya, nikamwangalia tu kwa sababu hela nimempa, lakini bado na maneno. Sikutaka kuongea kitu kiukweli. Akaniambia njaa inaniuma, nikamwambia sawa. Nikapasha kile chakula cha jana nikampakulia. Akawa anakula. Mimi sikutaka hata kukaa naye kwa sababu nilihisi ametoka sijui kwa mwanamke. Yaani kwa nini asirudi nyumbani jamani? Yaani nilihisi wivu umenishika kwenye koo. Yaani basi nikatoka zangu nje. Nikawa nimetandika mkeka pale nje uani, nimepumzika na punga upepo hivi. Hata sielewi napataje msingi tena jamani. Yaani napataje pesa ya kununua vitu, ndio kwanza nimeongeza mkopo hapo nadaiwa. Yaani halo, niko hata sielewi kwa kweli. Basi mwanaume mwenyewe ndo kama hivyo, yaani hana msaada wote. Basi nilikaa sana pale, nikawa napunga upepo mpaka usingizi ukanipata. Nikaja kuamshwa na Saida. Ndo anarudi kazini. Akaambia shosti vipi? Mbona umelala nje jamani? Nikamwambia shosti yani ndani kuna joto, feni langu limeharibika. Akasema asa mbona leo uko hapa shoga yangu hujaingia kazini? Nikamwambia mwenzie yani msingi wote ndio nimempa mawe nyumba. Nikaona Saida anashusha pumzi. Akamwambia njoo ndani kwa kwanza mara moja tuongee. Nikamwambia sawa. Basi nikanyanyuka kweli nikaingia ndani kwake. Saida akaniambia, "Kwa Warda, sio kwa ubaya, lakini utamlea mwanaume mpaka lini? Mbona jioni huruma wewe jamani? Yaani unazunguka jua lako kwa mvua wako. Unapata pesa unakuja kumpikia mwanaume hivi kweli jamani Warda, kweli akili yako ipo kichwani umo kweli wewe?" Basi nikauvuta mdomo nikanuna, mimi sipendi mtu amuongelee mwanaume wangu jamani. Sipendi jamani. Nikamwambia mbona simlee jamani, hata yeye ananisaidia vingi. Warda akasema nakusaidia kitu gani wewe? Labda kama kukulala, yani kitu ambacho mwanaume yote anaweza kufanya. Hivi Warda, unavurugwa na ule upemba wake ule upe ama kitu gani? Mbona ni mdada mzuri jamani? Unahangaika na mwanaume kama yule. Kwa nini anakusumbua vile? Lakini yani wewe jamani wewe, yani wewe ndio, yani kweli wewe ndio unamjali mwanaume kwa kila kitu jamani. Yani mpaka boxer unamnunulia jamani. Hebu mwambie tafute basi hata kazi kama unampenda kiasi hicho akusaidie jamani maisha. Mbona maisha ni kusaidiana mamangu? Mwanaume ndo anatakiwa alee mke. Kwa nini unakuwa hivyo? Nikamwambia Saida, umenitaja jambo lingine au ndio ile kunisema? Kama ndivyo basi niache jamani na mwanaume wangu jamani, lakini mimi na Waziri tuna miaka 3 sasa hivi. Namjua vizuri kabisa mwanaume wangu kuliko hata nyinyi jamani. Naomba, yani najua kwamba unanisaidia ndugu yangu, lakini kwenye swala la mwanaume wangu na maisha yangu, mimi nakuheshimu sana rafiki yangu. Na mimi nakwambia kila siku, naomba usinishauri kuhusu mahusiano. Yani naomba uniache jamani. Naomba uniache, kama ni kunizima pesa yako ndio imekuwa shida jamani. Ndio unakuja kunisema hivi, Saida akaambia, "Haya mama basi ameisha nisamee mimi." Mimi nimekuita kwa jambo lingine kabisa hata sio hilo. Nikamwambia lipi hilo? Nishaukunjua mdomo hapo. Yaani mtu anamsemaje ni Samu wangu nyi. Na kama kuna mtu hapa ananisikiliza ananisonya ashindwe kabisa. Basi akaambia sikia sasa kuna mdada ameondoka pale kazini. Ameenda kumuuguza mama yake, kwa hivyo kuna mtu mmoja pale kazini amepelea. Madam kaniambia nimtafute mtu aje fix nafasi yake. Nikaona shoga nisikuache. Wenzio pale kila ukienda ukirudi pale unapewa 15,000 na ni saa 9 tu tunatoka. Nikaona kama vipi tunataka pige kazi shogangu au unasemaje? Nikaona mbona huu mchongo wa maana. 15,000 kila siku. Nikamwambia sasa hayo ndio maongezi sasa, sio ya kuhusu mwanaume wangu. Niambie sasa ni wapi kwanza? Shoga akasema unadhani basi ni mbali? Hata sio mbali, ni posta pale, kuna kampuni pale inajishughulisha masuala ya usafirishaji nini. Kwa pembeni pale sisi ndio tuna restaurant pale, ndio tunawahudumia wafanyakazi pale hiyo kampuni. Swala zima la maakuli. Alafu sana tunaenda kunywa chai, saa 7 tunapata lunch, tunaosha vyombo vyetu pale, tunaweka mazingira safi, tunarudi home. Usiona kama saa 9 nisharudi hapa. Basi ndio hivyo. Kwa hiyo kama unataka kufanya shughuli na utaendelea kufanya shughuli zako nyingine, unarudi kufanya ile jioni. Nikamwambia shoga, hapo safi, mimi niko tayari. Hiyo pesa naitaka unajua, yani itanisaidia ujue. Akasema basi sawa ndio hivyo shogangu, ila kuamka mapema si unajua, saa 11 tunatoka tunaenda kusaidia kazi ndogo ndogo kwa sababu pale wapishi wapo. Kwa hiyo sisi kazi yetu ni kuhudumia tu wafanyakazi, kuweka mazingira safi nini na nini. Nikamwambia shogangu, hapo nimekuelewa. Basi mimi sikukaa tena pale kwa shogangu, nikarudi zangu ndani, nikakuta Waziri alikuwa anaangalia movie. Akamwambia ulikuwa wapi kwani? Mbona umetoka nje hapo? Hata nimetoka hapo nje sijakuona. Nikamwambia nilikuwa naangalia movie. Akasema wapi? Nikamwambia nilikuwa tu kwa Saida hapo mara moja. Akasema okay. Afu Saida unajua mimi simpendi sana, anakufundisha sana umalaya. Yaani mimi hana lolote, simpendi kweli. Nikabaki tunamtazama. Nikamwambia Waziri, hebu acha basi lawama bwana. Lini wewe uliona kwamba mimi nimekuchiti wewe? Ama lini umeona mimi nimesimama na mwanaume? Hata umewahi kunifumba hata na message kwenye simu yangu? Umeshakuona kitu chochote? Umalaya umekujaje sasa? Sio vizuri hivyo ambavyo unaongea bwana, huna tawi ushahidi, unaanza kuongea sio na nini. Mimi kaniita tu pale, kaniambia kazini kuna nafasi nikafanye kazi na hamna kingine. Akaambia sawa, sasa niwekeze tu kaida ununa nini sasa haya kuna kazi gani? Kabidi sasa nikae chini naye nimwambie kuhusu hiyo kazi na malipo jamani. Wife material mimi jamani, lazima nimwambie mwanangu ninalipwa shilingi ngapi.
ili nimgawie. Akaambia basi hamna noma, akafanya kazi, mimi bado naendelea kutafuta, sijapata mke wangu, lakini usichoke, ukipata nikipata pesa utanipa sana mke wangu. Mimi nikamwambia tu sawa. Basi akanisogelea pale, akaambia kwani kipenzi bado umenuna kwa sababu sijarudi jana, niseme basi mke wangu sina unituache hayo. Mimi nikamwambia tu sawa. Nikanyuka nikaanza zangu kuoga, nikarudi ndani. Mchumba kanifuata pale akanikumbatia, kama basi nisamee mke wangu jamani, sirudi. Nikamwambia bwana waziri, mimi tabia yako jana sijaipenda. Yaani wewe tukigombana kidogo tu urudi nyumbani. Yaani unafanya mimi nini nakuozea tu mabaya kwamba una mwanamke huko nje. Mtu mwingine ambaye hataki kuambiwa kitu jamani, kwamba ukikosea nisiseme, niwe nakaa kimya. Akamwambia no bwana, mimi sina mwanamke zaidi yako jamani, mimi nakupenda sana nadhani unaelewa Warda, please mwanamke wangu. Basi akanivutia pale kitandani. Akasema mke wangu basi tumalize basi mimi nikabaki kimya tu kwa sababu nilishindwa hata kumjibu, kwa sababu hapo ndo ambapo wanajuaga kunilipa kila hela ambayo nampa jamani. Ndio hivyo bwana, hivyo kama mnavyowaza. Nimeshawaambia malipo yote nayapata kitandani. Huyu kaka hapo kitandani ni mshenzi, ni afai. Basi ndio hivyo. Nikaenjoy mwenyewe. Ndio hivyo, siku yetu ikaisha kama hivyo. Muda ukaenda kama kawaida nini. Usiku ule ni baadaye nikaamka mara baada ya kuwa tumeshapongezana, sijui kupeana pole, sijui kusameheana, msijui. Kamka zangu nikapika ndizi pale, tukala na mpenzi wangu pale, tunacheka nyote na enjoy. Basi nikawa naendelea na kupiga tu story naye, na kama hamna kitu ambacho kimetokea kikweli, yani hata ile kwamba kurudi sio tuligombana nini kodi, yani yote nikafuta. Mwanaume kama ameniroga hivi sio, mnanielewa vizuri. Kama kuna kirogo mtu anitoe, ila msinitoe jamani, ni mzuri au niwaonyeshe. Basi asubuhi kesho yake Saida aliniamsha mapema, alinipigia simu, nikaanza kujiandaa pale. Nilipomaliza nikamwaga baby pale kitandani, maana yuko bado amelala. Nikamwambia mpenzi, mimi naenda kazini. Akaambia sawa mchumba, basi niache 2,000 tu nikiamka nipate chai. Akaambia sawa. Kweli nikatoa 2,000 nikampa mchumba. Mimi huyo taratibu na shoga yangu tukaelekea posta. Ilikuwa ni kampuni kubwa sana. Yaani hata huo mgawa ulikuwa ni mgawa mkubwa. Yaani mimi ngajua mgawa sio vyumba vinne, wewe mgawa unakona. Jamani, nilikaribishwa vizuri tu pale. Wafanyakazi wenzangu walikuwa pale. Huyo madam mwenyewe ambaye alikuwa ni mdada mkubwa tu kama na miaka 35 hivi, anaitwa Naima. Alinikaribisha vizuri tu, na alikuwa mcheshi mwenyewe, akanipa t-shirt pale. Na tayari nilikuwa nimeshavaa suruali nyeusi kwa sababu ilikuwa ndo sare, na tulikuwa tunavaa suruali nyeusi pamoja na t-shirt za blue. Basi bwana, nikawa nimeelekezwa pale kazi, tukaanza. Kwa hiyo asubuhi tukawa tumeshaanza. Tayari wapishi walikuwa wameshaanza kuandaa chakula pale, tulikuwa nasaidia vitu vidogo pale kuhudumia wafanyakazi. Muda wa chai asubuhi saa 4 wafanyakazi wengi wanakuja kabisa pale, wanakunywa chai. Na hapo ndo sasa tunakuwa busy kuwasaidia pale, wengine tunawapelekea maofisini. Anategemea yeye anatakaje bwana. Basi siku ya kwanza nikaona kazi ni ngumu kwa sababu pilika kama zote naenda rudi, hamna kukaa. Si unajua tena wafanyakazi wa pale unakuta wengine ni wasomi, labda wanadharau, mara na kunyari. Ndio hivyo, lakini ndio hivyo. Saida akaniambia tabia zote za wafanyakazi pale, na walikuwa wanakula wanachotaka. Yaani hawalipi, ni kampuni ndio ilikuwa inamlipa Naima. Kwa hiyo ndo anaelewa anaendeshaje mgawa pale, kila kitu. Na basi kila siku tulikuwa nalipa 15,000. Yaani si kuhudumia tu, kusave pale, kuosha vyombo. Sijui wapishi wao walikuwa wanalipa shilingi ngapi kwa hiyo, lakini ndio ilikuwa hivyo. Basi kazi kaisha, tupo hoi. Tukapewa chetu. Japo hapo ambao walikuwa wanachukua kwa wiki, ila mimi nilikuwa nataka kwa siku jamani. Maana sina chochote hata nyumbani yani. Basi nikamwambia Saida, shogangu, si tusiosoma tunadharaulika sana. Tunatunyeli hivi. Akaambia ndio hivyo, afu wengine wadada wanadharau. Yaani wanaringa hata. Lakini wanaume mbona ni fresh tu, hawana hata shida. Kwa hivyo tupige tu kazi, wewe fikiria tu kazi, baadaye uondoke na hela yako. Basi nikamwambia sawa, mna shida, nitapambana tu shogangu. 15,000 ni uhakika kila siku. Sio shida kwa kweli. Basi ikapita wiki, nikawa nimeshaanza kuzoea kazi pale. Yaani ni pilika tu hivyo. Na wanaume mara nyingi wanakuja kula huku chini ambako tuko, kwa sababu kuna sehemu nzuri sana ya kula. Na wao wanakuwa hawana mambo mengi kweli. Lakini hao mabinti, nyewe wadada, nyewe mlosoma nyewe, Mungu anaona. Yaani wanapenda sio mara mpeleke ofisini, mara anaanza kuchagua, mara yaani ni wasumbufu jamani. Lakini ndio hivyo. Unashuka unapeleka hivi, kalete chumvi. Unaenda unarudi, kalete pilipili. Lakini wa kiume mfike mbinguni jamani. Yaani wao changamoto yao labda kutongoza tu. Yaani umalaya. Lakini hawasumbui. Kwa hivyo mimi sikuonanga kama kuna watu ambao walikuwa wananisumbua pale. Kwanza ninapompenda waziri, mpaka huyu Saida akaambia, wewe waziri kakuroga, haki ya Mungu sio bure. Yaani wewe, yaani sasa hii kazi uzuri wake mwingine ni kwamba tunafanya Jumatatu mpaka Ijumaa. Jumamosi na Jumapili hatuingii kazini.
Kwa hivyo kwa sababu mabosi wenyewe waingii, kwa hiyo na sisi tuingie kazini. Basi sasa siku hiyo nilikuwa kazini, niko busy kweli. Akaingia mkaka wa kwanza, ana kelele hatari. Anasalimia kwa nguvu kweli kweli, afu ana vituko mno. Akaanza kuita, "Wewe Naima, hebu ilete mchele sahani 6." Sasa nikaa nasema, "Wewe unakulaje sahani 6 jamani?" Nikajua anatania. Basi Naima akasema, "Umerudi tena Mr. Makelele?" Nilikumiss jamani. "Mbona nilikuwa sikuone?" Akamwambia, "Bwana Mr. Kimaswali jamani, nina njaa, hebu leteni wali kuku jamani." Basi nikaona Naima huyo anacheka, akanipa chakula, akaniambia mpelekee yule mwehu kwanza. Basi nikacheka tu, nikabeba chakula nikampelekea yule kaka. Akamwambia, "Naima, umeleta chuma kipya?" "Alo, huyu lazima nitembee naye." Anaongea kwa nguvu. Basi Naima akawa anacheka tu. Mimi hata sikujali, nikaweka chakula pale. Akaniuliza, "Unaitwa nani mchumba?" Nikatabasamu tu, nikamwambia naitwa Warda. Akasema, "Kumbe haya bwana, una jina nzuri sana kama sura yako." Nikacheka tu, wanaume ndio mambo yao haya. Basi baadaye Naima akaja pale akasema, "Yaani wewe ni una umalaya kweli. Unamwambia nini mdogo wangu?" Nikaona kaka anacheka, akasema, "Au sio? Umekuja kunikanyagia ili mchumba nikimtongoza nikatalie, sio?" Basi Naima akamwambia, "Warda, nenda kaendelea na kazi zako, achana naye, huyu ni mshamba tu." Basi yule kaka akawa anacheka tu, nadhani walikuwa wamezoeana sana, akawa anacheka huko anakula. Basi nikamwacha naongea na Naima pale, nikaendelea kuhudumia wengine. Mimi nikawa nasikia wafanyakazi wengine wanamsema yule kaka kwamba anaitwa Jack. Na akawa anasema ni kiwembe hatari. Nikamsikia mmoja anasema, "Yaani yule kaka ni malaya jamani. Ukijilengesha tu na kurambani akuachi. Lakini kwenye pesa utachoka wewe." Anamwaga pesa kama mwenda wazimu yule kaka. Alafu anasema ndio rafiki mkubwa sana mwenye kampuni. Kuna dada mwingine akasema, "Yaani yule bosi jamani, ukienda kumhudumia haongei. Kwani anawaga ni bubu jamani yule bosi." Mwingine akasema, "Shoga sio bubu, hapendi tu kelele bosi wetu jamani. Nyinyi mnaonaga wenye pesa kwani wanaongea na piga kelele?" Akasema, "Kweli, sasa urafiki na mwenda wazimu hapa mpata wapi kama wewe bosi wetu apigage kelele?" Basi wakawa wanamuongelea bosi ambaye mimi simjui kwamba ni rafiki sana na huyu bwana anayepiga kelele, la huyu bosi waga ongea. Basi mimi nikawa nasikiliza tu. Sikutilia maanani sana, pia nikawa zangu busy pale na majukumu. Jioni nikaongozana na shoga yangu Saida pale kuelekea nyumbani. Kabla hatujatoka kwenye geti pale sasa, ikawa imesimama gari mbele yetu. Gari nzuri kinoma yani, kioo kikashushwa, nikamwona Jack. Akasema, "Mrembo, twendeni wapi lift?" Nikaona Saida anacheka cheka pale, akasema, "Jack, tangia lini hayo mambo? Hebu acha malaya basi." Basi hapo au ndio kumlala Warda ushatembea na wanawake kibao wafanya kazi hapa, yani wote, yani mle mgawani wote umetumaliza. Haya, umemwona mpya huyu ushamtamani. Vingine vikupite jamani, sio kila demu lazima umkule jamani. Akawa anaongea Saida. Basi Jack akacheka sana, akasema, "Poa bwana, si umeamua kunichamba, yani umeamua kunikanyagia kabisa kunguni, yani mtoto ili asinione fresh mwanangu, hamna noma. Yani wewe demu jao kinoma yani." Basi akafunga kio chake pale, akawasha gari yake akaondoka. Nikasema, "Shoga, mbona umejua kumkomesha yule kaka vile umemchamba mpaka naona aibu?" Akasema, "Umjui yule kaka, amemaliza kazi, amemaliza yani wafanyakazi wote. Yani amemkula kila mtu kiza pesa yake." Nikamwambia, "Hivi na wewe ushatembea naye?" Akawa kwanza hapo akaniambia, "Akishatembea na wewe anakuwa hakutaki." Muone vile vile ni chui yule. Nikamuuliza, "Kwa hiyo shoga yangu na wewe?" Akaniambia, "Hebu niache bwana shoga yangu." Ananiachaje? Nishakwambia kashapita na kila mtu. Hapo nilikuwa naongea na shoga yangu tunavyoenda nyumbani. Akasema, "Yani huyu kaka alinilala, akanipa 600. Nilikuwa na shida, nikamtunuku tu." Basi nikacheka sana. Akasema, "Usicheke shoga yangu, shida tunazo nakwambia. Ndio hivyo tunaziendekeza, acha tu. Lakini mimi sitamani kuchezea na wewe bwana." Nikamwambia, "Sawa bwana, mimi nadhani basi naweza kushika shoga yangu. Sinajua mimi jinsi gani ninavyompenda waziri." Jamani, waziri anipe hata 100. Basi Saida akacheka sana, akasema, "Kweli bwana, wakupati maana wewe waziri wako, yani kama sio umekuroga, sijui." Basi tukacheka tu pale, tukashafika station pale stendi, tukapanda gari ya kuelekea Mbagala, tukashuka zetu kwa Azizi Ali. Taratibu tukaanza kutembea pale kuelekea zetu nyumbani. Basi tulipofika nyumbani, mimi nikaingia zangu kwangu, ila sikumkuta waziri. Nikajua ameenda zake kuzurula huko kama kawaida. Nikavuta pochi yangu pale ili niweke zangu akiba yangu, kwa sababu kila siku naweka 10,000. Kila siku naweka 10,000, alafu tunatumia 5,000. Angalia kwenye pochi. Nilikuwa naweka akiba yangu sikuti hata 100. Ilishafika 140,000 na leo nilikuwa natimiza 150,000. Nilichanganyikiwa, yani sio kidogo, nilivurugwa kidogo. Hivi mwanaume sitakuja niwe jamani, anapeleka wapi pesa kati kila kitu mimi ndo nafanya, kula kila kitu ili niuma nyie. Na sio mara ya kwanza kuchukua pesa zangu jamani. Yani ndo tabia yake. Akichukua pesa harudi nyumbani hata siku 3. Yani sielewi sio na mwanamke gani huko nje jamani. Yani mimi hata sielewi jamani. Alafu sio mlevi jamani.
Basi nikanyongea mpaka machozi yakawa yananitoka ise. Basi nikapanda kitandani, nikajilaza. Nilikuwa na maumivu sana, yani maumivu kweli kweli. Usingizi ukanipitia kabisa. Nikaja kushtuka usiku kabisa, ilikuwa saa 2 hivi, tena mlango ulikuwa unagongwa. Nikaambia ingia. Akaingia Saida. Akasema, Shemu hayupo. Nikaambia hayupo ndio. Akaambia nimeona kimya shogangu tangu ulivyoingia ndani sijakuona. Yani hata sokoni hujaenda leo, upiki vipi, unaumwa? Nikamwambia hapana, si mimi nimejichokea tu. Sikutaka kumwambia ukweli kwa sababu atanichamba huyu, maana namjua. Hampendi waziri kama nini, lakini ndio hivyo. Anaheshimu tu kwa ajili yangu. Akaniambia basi njoo uchukue wali, mimi nimepika. Nimepika mwingi sana. Nikamwambia basi sawa kipenzi, hamna shida. Kweli nikaenda nikachukua chakula pale nikala. Kaenda kuoga, nikapumzika kitandani pale. Nikaona ngoja nilale zangu tu kwa sababu namjua waziri akishaga nichukulia pesa zangu arudi nyumbani hata siku 2. Na simu kusema nitampigia hana. Kweli na kweli mimi wala sikujisumbua na yeye kweli hakurudi. Asubuhi sasa mimi nikajiandaa, nikamshtua Saida, tukaingia kazini. Sikuwa sawa kiukweli, yani niwe wazi jamani, sikuwa sawa kabisa, lakini nikajikaza tu kufanya kazi. Kila nikifikiria kama nimeibiwa 140, yani niko naishiwa nguvu yani. Lakini nikajitahidi tu. Basi mida ya mchana akaingia Jack sasa, yule bwana makelele. Akataka mimi ndo nikamtengea chakula. Mimi nilikuwa sina shida jamani, alitaka wali pale pamoja na samaki fresh. Nikabeba nikampelekea, akaambia sorry Warda, naweza kupata namba zako za simu? Nikamwangalia, nikaona baba kweli malaya. Anataka mpaka mimi kweli akanilali na nishajua mmelala na kila mtu. Akasema mbona sasa unijibu jamani, niangalie tu. Nikamwambia mimi sina simu mbona. Mwanaume kaingia mfukoni akatoa alitaka hesabu 500. Akasema yasikia leo kutoka job kanunua simu afu jina line, hii ni business card yangu, usiache kunitafuta. 500 jamani, nimesema sio 50,000, ni 500. Kabla mjanichamba jamani, ni 500. Alafu jamani nimeibiwa 140,000. Nikamwambia mimi wife material kabisa, nikamwambia asante message yako kujali, lakini mimi sihitaji hizo pesa zako, wala siwezi kupokea pesa bila sababu ya msingi, asante. Basi nikaondoka, nikamwacha na pesa zake, kaziweka pale mezani. Alikuwa haamini hata kama nimekataa zile pesa jamani. Mimi si mke mwema. Neno moja kwangu basi kwenye comment hapo jamani. Basi nikarudi kuendelea na kazi. Nikaona amekula chakula, akaondoka. Tulipomaliza kazi, tukapewa pesa zetu, alafu Danaima akaomba kuongea na mimi. Basi mimi nikabaki ili nimsikize. Akaniambia naona unapambana vizuri sana na kazi. Nikamwambia ndio dada, sasa hivi nimeshazoea nafanya kazi vizuri tu. Akaniambia sasa sikia kipenzi, nimeona leo message yake alikuwa nakupa pesa na umezikataa si ndio? Nikamwambia dada ndio, mimi sijachukua. Akaambia vizuri na nimependa sana Warda. Mabinti wachache sana wana msimamo kama wewe. Asilimia kubwa mabinti hapa wakishagaona pesa wanachanganyikiwa kabisa. Lakini mnifurahisha ujue. Unajua kijana mimi ni rafiki yangu na nimemzoea sana tu, lakini ni malaya mno. Yaani kila mwanamke anataka kutembea naye. Lakini muonyesha tofauti mkubwa sana na wewe muonyesha mwanamke wako jamani. Nikamwambia usijali dada, mimi na mwanaume wangu tayari na tunapendana sana ndio maana nimefanya vile. Basi dada alicheka, akaambia sawa bwana. Na ninapomjua Jackie huwa hakubali kushindwa. Kwa hivyo chunga sana. Yaani atakushawishi zaidi. Yaani Jackie huwa hakubali kushindwa na mwanamke. Namjua vizuri sana, hakubali yule na nakupa tahadhari mapema kabisa. Akikulala hakurudi. Ila tu taarifa zako utazipata. Usijue unanielewa vizuri. Nikamwambia ndio dada, mimi hata siwezi kufanya hicho kitu jamani. Akaniambia sawa. Nikamwambia hata shoga yangu Saida akashaniambia ili. Basi mimi nikaondoka zangu na shoga yangu kuelekea nyumbani. Nilipofika nyumbani nikakuta tena waziri hajarudi nyumbani. Nikasikitika tu na nikaona kweli mwanaume ninaye wallahi. Nikasema ngoja leo nipike, nikaenda kutafuta mboga, nikapika zangu pale, nikasonga ugali wangu, nikala kidogo. Na mwingine nikaweka kwa ajili ya jioni, alafu nikashika simu yangu. Nikakuta kuna namba ngeni imenipigia kama mara 3 hivi. Nikiwa naendelea kujiuliza huyu nani? Simu ikaita tena. Namba ni ile ndio ambayo ilikuwa inapiga. Basi nikapokea ile simu. Nikamwambia hello, akasikia yes hello, naongea na Warda bila shaka. Nikamwambia ndio ni mimi, nani mwenzangu? Akaambia mimi ni Mr. Jack. Nikaona kumekucha. Ndio yale ambayo niliambiwa kwamba huyu kaka hakubali kushinda. Anataka kubeti na mimi jamani. Nikamwambia kwa ni kaka wewe unataka nini kwangu? Akaambia sikia basi Warda, mimi nimekuelewa kinoma yani. Yaani nimetoka kupenda mno. Ikabidi nicheke. Nikamwambia kwa unaona mimi ni mjinga si ndio? Yaani wewe tabia zako zinajulikana mpaka na watoto wadogo. Alafu leo unakuja kuambia unanitaka kweli jamani. Hivi kisha unafanya kazi wewe. Umaliza wanawake wote ofisini pale. Yaani mpaka ufanye kazi wenzangu huo mgawani wa wapi jamani? Unataka na mimi unichezee tu niingie tu kwenye listi zako. Akaambia bwana sikia mimi unanisingizia bwana, mimi sina mambo bwana. Afu nimekuwa na binti tofauti sana. Yaani mimi nakupa pesa kweli unakataa? Umenifanya ni dati yake ya Mungu. Tafadhali naomba tuwe pamoja jamani Warda nakuomba. Yaani umenikosha ujui. Yaani mimi nakuwaza, yaani nakuwaza tangia nilipokuona nakuwaza tu.
niko na mwenda wazimu jamani. Mbona ananichosha jamani? Mimi tayari nina majanga afu ananiletea mambo gani? Nikakata simu pale, nikamlamba block kwanza. Basi mimi nikajilaza zangu kitandani kwangu pale, nikawasha TV pale, nikawa naangalia zangu tamthilia fulani hivi, nikawa na mwaza Waziri na nilikuwa nishammisi jamani. Natamani tu arudi nyumbani tu, hata nije nimuone tu jamani, mambo yaende. Nampenda jamani, ndio hivyo. Hana simu jamani, siwezi kumtafuta. Acheni tu pesa mimi jamani, mbona nimeshamsamehe. Mimi nataka tu mpenzi wangu arudi jamani. Nimemmisi mwenzenu, nampenda. Acheni na maneno yenu hayo ya kimoyomoyo yenye roho mbaya. Nyinyi hamjui kupenda na umezenu bana. Basi mimi nikatoka zangu chumbani pale, nikaenda kumpa mchapo shoga yangu, akamwambia Jack kanitafuta. Saida alicheka, akasema niwe atakuwinda wewe. Yaani kama ndio umekata na pesa, yani atakuwinda sana. Yaani mimi anachoniuzi ni tabia zake. Basi mimi nikawa nacheka tu, nikaona bwana wewe utajua mwenyewe. Baadaye nikamuuliza shoga yangu, kwani wewe humpendi Jack? Akasema shoga yangu natamani kuwa naye. Unafikiri sasa ananitaka sasa? Yaani yule shida yake anataka tu mwanamke yote. Yaani ni mkaka mzuri kama ambavyo umemwona, pesa nazo, lakini sio mwanaume wakukaa na mwanamke mmoja. Kwa mimi ningepata nafasi, mimi kweli nilikuwa namtaka, lakini ndio hivyo walinitumia tu. Nikamwambia basi pole bwana, acha naye, mwanaume mwenyewe anaonekana mambo mengi kama nini, hata kuumiza tu kichwa. Basi tukaendelea na story pale na shoga yangu. Basi ikapita wiki nzima, nikawa naenda kazini. Mimi na Jack kila siku tukawa tunakutana. Yaani kila siku namuona, ananitongoza, na nishamwambia kwamba mimi na mwanaume wangu simtaki aniache. Ndio hivyo. Wanaume mbona waanga hiyo kitu siku hizi hawaogopi eti mtu unasana na mke, sijui na mume na mchumba. Wanatongoza watu hapo kwenye ndoa, itakuwa mimi. Basi nilipokuwa nimesikia na hiyo tabia yake, ndio nikaona kabisa simtaki. Na nikajiona tu wenzangu busy na masuala yangu ya kazi. Hao wanaume hapana ise. Huyu niko naye tu ananisumbua kama nini. Wanaume pia walikuwa wananitongoza wengi sana, lakini ndio hivyo nilikuwa sitaki. Basi baada ya wiki 2, siku sasa ilikuwa ni weekend, ilikuwa Jumapili. Kwa zangu niko nyumbani, nikamwona Waziri sasa ndo anarudi. Nikamkaribisha ndani vizuri. Ila yeye sasa ndo alikuwa anajishtukia, anaona aibu pale. Nikamuuliza za huko tokako, akaniambia nzuri mke wangu, vipi wewe? Nikamwambia mimi niko poa tu kama ambavyo unaniona. Akaambia unajua mke wangu, nipata emergency, mama alizidiwa sana, kwa hivyo ndo ikabidi nikope zile pesa zako kwenye begi pale, kwa sababu nilikuwa sina jinsi, lakini nitakulipa mke wangu. Ndo ikabidi tu niende tu Zanzibar mara moja mke wangu. Kwa hivyo na unajua kabisa sikuwa na simu, ndio maana umeona vile, lakini ndio maana umeona kimya mke wangu. Kaambia sawa, hamna shida. Basi akakaa pale kwenye sofa, akaambia mke wangu, vipi hujapika? Njaa inaniuma sana hizi. Akaambia sijapika, sina pesa. Vipi unayo nipike? Akaambia sasa mimi natoa wapi pesa jamani, wakati mimi nimekwambia kabisa nimetoka Zanzibar kufuatilia bibi mkubwa kwa naumwa, huko mimi napata wapi pesa? Nikamwambia haya basi pole. Mimi leo nilipanga kulala na njaa, sina hata 100. Akasema sio kweli bwana, wewe unaenda kazini jamani, wewe pesa unapeleka wapi? Nikamwambia tujalipa wiki nzima. Akasema basi poa. Akatoa 5,000 ita akanipa. Akamwambia basi fanya mazingira basi hata tupate ugali na dagaa hapa, njaa inaniuma sana. Hapo ndo nikamwambia sawa. Basi kweli nikainuka, nikaenda kumalizia kufua pale, nikaenda zangu sokoni, baadaye nikaja kumwandalia mume wangu chakula. Tukala tu kimya. Mimi nilikuwa nimenuna kikweli. Yaani mwanaume amenirudisha nyuma ni parefu. Yaani ni parefu, ni basi tu nampenda sana. Basi baada ya kumaliza kula, nikatoa vyombo pale nikaosha. Ndo baadaye nikarudi ndani. Basi akawa amenisogelea pale. Akamwambia mchumba usinune, basi mimi nitakulipa hela zako. Nikamwambia utanilipa lini? Wapi Waziri? Mara ngapi unachukua pesa zangu wewe unasema kwamba utakuja unilipe? Hivi kwa nini ni huruma wewe mwanaume? Nalipa kodi na kulisha na kuvalisha, lakini bado unaniibia. Na hizo pesa unachukua, mimi kwanza nina pesa gani Waziri? Unaenda kufanyia nini? Na unajua kabisa mimi mwenyewe nabangaiza tu. Kwa nini unakuwa hivyo? Lakini mwanaume akaambia kwa kumbe unaninyanyapaa kwa kuwa sina kazi. Yaani unanisema kwa sababu mimi sina pesa, si ndio? Yaani kwamba hivi mimi sitakuelezea kwamba nimechukua pesa kwa sababu gani? Si kwa sababu mama wangu anaumwa, nimekwambia jamani. Sasa hilo swala la kwamba sijui unanipigia kelele, sijui unanilisha nafanya la nini sasa unaanza kunipanda kichwani sasa hivi. Sasa sikia. Mimi nabeba nguo zangu hapa naondoka, kila mtu afanye maisha yake. Si umeona mimi sijui nakutia hasara, sijui umeshindwa kunivumilia, sijui mpaka nipate kazi. Mimi naondoka sasa. Naondoka kwa kusiwezi kukuvumilia hivi. Jamani mimi sikuwa tayari aondoke mwanangu. Mimi nampenda jamani. Basi nikamzuia haraka pale, nikamwambia basi naomba unisamee. Na huyu mwanaume shajuaga akitaka tu mimi ili nishuke chini, inabidi aniambie kwamba anaondoka. Nikamwambia mimi sijiongee vibaya jamani. Mimi nilikuwa tu na hasira, lakini nilikuwa nataka tu tuendelee kujenga. Nakuomba basi. Akamwambia hamna bwana. Mimi naona nisimanga sana bwana. Vitu vyako kidogo tu naongea. Nikamwambia basi mpenzi tu yamalize jamani. Naomba unisamee basi. Nikaomba msamaha pale. Basi kidogo mwanaume ndo akapoa nakwambia. Akanambia sawa. Akapanda kitandani pale, akalala.
Akavuta shuka akageukia upande wa pili eti kanuna. Yaani nimeibiwa mimi. Na nina hakika hajaenda kwa mamake afu nimenuniwa nyi. Basi na mimi nikapanda zangu tena pale nikamsogelea. Nikamwambia bibi mimi mwenzako nimekomesha, kama mimi usijisikie niache. Nikajua sababu zimesharudi hapa. Yaani hapa katapa sababu hii kosa ionekane mimi ndo nimemkwaza. Nikaona basi hamna shida, nitafanyaje sasa? Basi tukalala tukiwa tumenuniana hivyo mpaka asubuhi. Basi ilipofika asubuhi mimi nikawahi kuamka pale nikajiandaa mwenyewe nikamwamsha waziri pale. Nikamwaga kwamba mimi naenda kazini, akaniambia sawa lakini naomba nikopeshe 50,000. Sikutaka akasirike mpenzi wangu. Jana nusu aondoke jamani, si mliona? Nikachukua kiakiba changu tena chote nikampa. Nikamwambia hii hapa kipenzi, naomba urudi nyumbani. Na mimi sijakukopesha hii pesa, nimekupa tu. Akaniambia sawa asante, akanibusu kabisa pa. Basi ngejisikia raha mwenyewe, roho yangu kwatu, yani amani kweli kweli. Basi taratibu nikampitia Saida pale. Tukaongeza kazini. Basi bwana, hii siku nilikuwa na raha sio kidogo. Mpenzi karudi nyumbani, tumesolve, nimempa na pesa, kanikisi, ndio hivyo. Tukawa busy sana tu. Muda wa chai mara nyingi yule Jackie waga anakuja lunch tu asubuhi haji. Basi sasa muda wa lunch ulipofika wafanyakazi wakaanza kuingia pale, tukawa tunahudumia. Mara kaingia Jackie. Alikuwa anaongozana mkaka mmoja hivyo makamu. Yule mkaka anacheza kwa miaka 35 hivi mpaka 38. Sile mkaka anaonekana tu ni mtu mzito kwa sababu alipiga tu suti moja hivi imetulia. Yaani imekaa mahali pake yani. Alafu alipoingia nikaona wafanyakazi wote wamempa heshima. Yaani ile heshima yani mpaka watu wananong'ona kuongea. Nikajiuliza huyu ni nani? Saida ndo akaniambia huyu ndo CEO hii kampuni, yani ndo bosi mkuu. Na huyu anahudumiwa na dada Naima mwenyewe tu na anakuwa na special yake mapema kabla hajafika. Ndo watu kukaa kimya vile jamani. Mabosi. Basi sisi tukaanza tu busy tu pale na wafanyakazi wetu wengine pale. Danaima akaniambia Warda, hebu njoo, naomba uje unisaidie hapa twende tukahudumie pale kwa bosi. Nikamwambia sawa dada, kweli bwana. Tukabeba chakula pale. Tukapeleka kwenye ile meza ambayo alikuwa amekaa Jack pamoja na yule CEO. Tukatenga vizuri pale chakula na wao walikuwa wamekaa VIP ambapo pamejitenga kabisa na kwa peke yao kabisa. Jackie kama kawaida yake akatusalimia pale kwa kucheka na makuzi yake. Yule kaka alimsalimia Danaima tu, tena simple and clear. Mimi hata hajanisalimia. Ila aliniangalia tu na mimi nikamwangalia tu, tupogongana macho pale. Ikabidi tu nigeuke pembeni jamani. Nikashindwa hata nimsalimie vipi. Nikabaki kimya tu. Huyo kaka kaacha kuniangalia, akanipotezea na akafanya kama hana time. Yaani ndo haya, tulipomaliza kutenga chakula pale. Tukaacha napata chakula, wanaongea pale. Mimi nikamwambia dada, kumbe yule ndo CEO wa kampuni. Akamwambia ndio, yule pia ni rafiki mkubwa sana Jack. Nikasema okay. Nikasema hivi ni mkali? Akaambia kiasi chake, ila sio sana. Ni mtu fulani ambaye yuko fair sana, ni mpole pia, hana maneno mengi kama Jack, ila tu usifanye makosa kazini. Nikamwambia sasa kama yeye hana maneno nazidi kuwa na rafiki kama Jack, jamani anapiga kelele vile au wote ni wa malaya vile kama soiba yake. Danaima kaza kiukweli hayo mambo hana. Huyu ni mtu mzito afu mwenye heshima kiukweli. Yaani hayo mambo hana kabisa. Nikamwambia sawa. Ila sikuwa nimemwelewa yule boss jamani. Alikuwa ananiangalia. Yaani anakula macho kwangu. Kila nikigeuka kumwangalia nakuta alikuwa ananiangalia. Walipomaliza kula akaondoka na sisi tukatoa vyombo pale. Na tukafanya kazi zote pale. Basi tulipomaliza tukajiandaa kwa haraka pale tukarudi nyumbani. Basi nilipofika nyumbani sikumkuta waziri. Nikajua ameshaenda labda kijiweni huko atarudi baadaye, kwa sababu asubuhi nilimwambia usiondoke. Maana mwanaume angepata pesa huyo. Basi bibi mimi nikajipikilisha pale hatari, nampikia bwana pale. Nikampikia kuku afurahi. Tukirudi hapa leo chumbani lazima tutakutana. Jana si hatujafanya kitu. Basi nikaenda kuoga pale nikajiandaa vizuri kwa ajili ya kutoa huo mzigo wa usiku pale. Sasa nikiwa pale simu yangu kainaita. Namba ilikuwa ngeni. Nikasema huyu nani tena jamani, mbona namba ngeni ni nyingi sana kwenye simu yangu? Nikapokea ile simu nikasema halo. Nikawa nasikiza sauti, nikasikia sauti nzito kweli. Nikamwambia yes, mambo Warda. Nikamwambia poa, nani mwenzangu? Naona namba nyingine hapa. Akamwambia sawa, mimi ni Romeo. Nikasema Romeo. Jamani in Swahili mnaita Romeo wa wapi jamani, mbona sikujui? Akamwambia yes, unijui Warda, na hata mimi nimekuona leo tu, lakini tangu nikuone nimeshindwa kufanya chochote. Na nahisi kwamba siwezi kupata usingizi mzuri kama nitashindwa kusikia hata sauti yako. Ndio maana nimekupigia kipenzi. Kajua wasanii wa wapi hawa jamani. Nikasema haya asante, naomba nipumzike. Nikakata simu yangu nikailamba block. Sijataka hata mambo mengi bwana. Mimi nikatulia zangu namsubiri mpenzi. Yaani mimi namsubiri mpenzi, watu wananiletea mambo gani bwana? Nilingoja mpaka nikachanganyikiwa jamani. Yaani nilimngoja kuliko mnavyomsubiri Yesu.
Ikafika saa 6 mwanaume hajarudi jamani. Nikaona huyu nimempa ile 50 hawezi kurudi nyumbani. Yaani nikimpa pesa tu sijui anaendaga wapi. Yaani ndio hicho ambacho sielewi. Simu hana, pombe hana, anaendaga wapi? Nikaona hapa nitakufa njaa. Mambo ya kusubiri kama JD hapana. Nikapakwa chakula, nikala mwenyewe pale, nikalala kwa shida yani. Yaani unajua ukijiandaa kuna ule mshinyeto unaotengeneza kwenye moyo afu mtu haji. Nilikuwa hoti hatari. Basi nikalala zangu tu. Asubuhi nikaamka nikaenda zangu kazini, nikawa busy tuna kazi pale. Nikaona Danaima alikuwa ananiangalia afu anacheka. Nikamwambia jamani Danaima, vipi? Kwani nimefanyaje? Mbona unaniangalia hivyo? Akasema hamna, nimecheka tu jamani, mimi na mambo yangu. Lakini wewe tena tumeangaliana, unahisi tena kama nakucheka. Wala mimi nikasema hata nilikuwa sikucheki wewe. Nikamwambia haya kweli? Akasema poa. Haya tukaendelea na kazi. Ilipofika muda wa lunch, Danaima akasema sasa sikia, hebu njoo uchukue chakula pale upeleke ofisi namba 1 kwa CEO. Nikasema lakini dada, wewe ndio unamhudumiaga. Akasema lakini leo niko busy, naomba unisaidie tu. Ukifika pale utapokea maelekezo ambayo utapewa. Nikamwambia sawa dada. Basi kweli ngapewa chakula pale kwa kimefungwa vizuri kweli. Na haraka pale nikapanda mpaka ofisini kwake pale, nikaruhusiwa kuingia. Nimkuta yuko busy sana na kazi. Alivyoniona alitabasamu, akaacha chokuwa nafanya. Nikamsalimia, akanitikia pale vizuri, nikamwekea chakula mezani pale, nikamwekea kila kitu. Afu nikamwambia karibu chakula bosi. Akamwambia sawa asante, lakini naomba ukae hapo subiri mpaka nimalize kula ndondoke na vyombo. Sawa. Nikamwambia sawa, si bosi, wewe ungekataa. Haya, Danaima shanipa maelekezo kwamba unaweza kusikiliza kila kitu. Basi bwana, akawa anakula taratibu pale na niangalia. Yaani unaangalia mpaka unakireka. Yaani una shida gani jamani? Nikaanza kujishtukia jamani. Una nini? Kuna nini kwa wanaume hawa? Basi akala mpaka akamaliza pale, hakuongea kitu. Alipomaliza akashukuru. Akasema naomba uniunblock. Nahisi nahitaji kuongea na wewe Warda, sawa? Nikamwambia ni kwa unblock wapi? Mimi sina namba yako jamani. Akatabasamu pale akasema nikutafuta jana nimekutafuta ukanikatia simu ukaniblock. Naomba unifungulie namba ise. Yaani ukitaka kusikiza nataka kusema nini ukaniblock. Kwa nini? Niliona aibu jamani. Hivi jamani wewe una block kibarua? Nikasema boss. Jamani samani mimi nikajua tu ni wauni pale. Kaanza kujitetea pale, akaniambia okay, unaweza ukaenda. Na mimi pengine pia naweza nikawa muhuni kwako, lakini sijui wewe muhuni unamdefine namna gani, ila naomba ukanifungulie. Nikabaki tu kimya. Hata cha kusema sina. Kaka huyu jamani ni mpole sana mwenyewe. Yaani anaongea kama hataki vile. Lakini mimi ni binti bwana. Nikahisi huyu kuna sehemu ambako anaenda. Lakini mimi siwezi kumsaliti waziri wangu jamani. Waziri wa raha na burudani nyinyi mnaye. Basi yule bosi akaniambia basi poa. Mimi ndo Romeo bwana. Jana nilikuwa naitwa Romeo. Na nilipokupigia ukawa uniblock. Naomba sana ukifika nyumbani leo naomba uniunblock aise tuongee. Sawa. Mimi sasa hivi niko busy sana. Nikamwambia sawa. Akaniambia basi sawa. Basi mimi taratibu huyu nikabeba vyombo, nikarudi zangu mgaani pale, nikaweka sahani, nikaenda na kazi nyingine. Na mida ya kuondoka, nikaondoka na shoga yangu kama kawaida yetu, lakini sikumsimulia chochote kuhusu boss. Nilipofika nyumbani sikumkuta waziri. Nikapumzika zangu, nikakumbuka sana maongezi yangu na Romeo. Niambia nikifika tu ni unblock nimtafute. Na yeye atanitafuta sasa kama simtaki na sina mpango naye. Kwa nini ni unblock? Mimi nikakausha bwana. Nika zangu busy na kazi zangu. Yaani mimi nimsikize mtu anitongoze jamani. Mimi mwanaume wangu nampenda hata kama ana hela. Ndio hivyo. Sasa kufika saa 1 usiku nikatafuta namba nyingine. Akasema kia Mungu simu inaongea. Nikapokea, nikasikia sauti ya Romeo. Akamwambia Warda, umegoma kuna unblock yaani umefanya mimi nikasajili namba nyingine niongee na wewe. Basi naomba hiyo usiblock kama ile utakuwa unblock. Nikamwambia naomba basi uniambie kwani kuna nini, ulikuwa unataka nini kwangu? Akaambia kesho nitakwambia ninachokihitaji kwa Warda, sawa? Nikamwambia sawa. Na kabla hajaongea lolote mimi nikakata simu tena. Yaani niliona jamani ananivuruga. Kwanza mimi nina hasira za bwana wangu hajarudi. Afu mwingine anaanza kutongoza. Jamani, kwa ananichanganya huyu mwenda wazimu jamani, ukiwa boss kwa lazima umtongoze mtu bwana. Tajua mwenyewe bwana. Basi hii siku mchumba kurudi tena, nikalala peke yangu. Na asubuhi tukiwa tunaenda kazini niko na Saida pale. Aniuliza kwani shemeji mbona simuoni? Ulikuwa ni muda ambao sasa tulikuwa tunaenda kazini. Nikamwambia shoga bwana amesafiri kidogo. Akaniambia poa. Hamna shida. Basi bwana tukafika zetu kazini kama kawaida, tukaendelea na kazi pale. Lakini mida ya saa 3 hivi Danaima akaniambia nenda kapeleke maziwa kwa CEO. Nikamwambia dada bwana mtume mwingine bwana.
mbona na kazi? Akaniambia kwani hao wengine mimi sijawaona? Nimeona vizuri tu lakini sijataka. Kapeleke chai haraka bwana kabla haijapoa. Haya, nikasema sawa. Nikabeba ile maziwa, nikaelekea ofisini kwa boss, nikaruhusiwa kuingia pale. Nikamkuta amekaa kwenye sofa pale, yani kama ananingoja hivi. Nilipofika nikampa maziwa yake, nikataka kuondoka, kaniita Warda. Nikasimama kwanza, nikaitika, nikamwambia babe boss. Akamwambia njoo kaa hapa kwenye sofa tuongee. Nikasogea kweli nikakaa. Afu yale maziwa akaweka juu wala kunywa. Akasema una mwanaume upo naye kwenye mahusiano ya kimapenzi? Nikamwambia ndio ni naye na ninampenda sana tena ananipenda hatari. Nitaka tu kumkatisha. Akatabasamu akamwambia unaonekana tu. Mna muda gani kwenye mahusiano? Nikamwambia tuna miaka mitatu sasa hivi. Akamwambia okay. Kwani umekuoa? Nikamwambia hapana Jonio, kwani vipi? Akasema sasa sikia, naomba usiane na mwanaume wako, naomba unipe nafasi mimi nataka kukuoa. Nikaona huyu vipi? Akaambia mimi sihitaji kuchezea. Yaani sitaki kucheza na wewe kabisa. Mimi ni mtu ambaye nimenyoka kweli. Yaani nataka kukuoa moja kwa moja. Kwa hivyo naomba uachane na mwanaume wako. Hivi nyinyi mnamuelewa kaka? Yaani mimi niachane na waziri. Mmemwelewa vizuri lakini anachoongea. Nikamwambia bosi, mimi na mwanaume wangu jamani. Wala siwezi kuachana naye. Yani nipo katika process za kufunga naye ndoa kabisa. Yaani tunapendana hatari. Kwa hivyo samani kwenye hilo. Nikaona anatabasamu mwenyewe akamwambia Warda, ndoa sio swala dogo kama hivyo. Yaani sio kitu cha kushtukiza. Naomba nikupe muda uliwazili please. Alafu uje na majibu mazuri. Nikamwambia, yani kwa nini nikafikiria kitu ambacho naweza kujibu hapa? Mimi sina cha kufikiria. Na mimi siwezi kuelewa na wewe kwa sababu mimi tayari na mtu ambaye yupo tayari kwa ajili ya kunioa. Nikaona tu natabasamu. Kaka mwenda wazimu kweli yani. Yani kuna wakati tu kutabasamu natabasamu. Alafu ni mpole mwenyewe, mstaarabu. Yani anaongea panic. Yani kila anachojibu anatabasamu tu, kitu ambacho unataka umkate mood mwenzako ana smile. Akaambia Warda, no. Naomba uende ukatathmini alafu tutaongea wakati mwingine. Nilichukia, nikaona hivi huyu ananichukuliaje? Nishamwambia nina mwanaume. Hivi wanaume mna shida gani jamani? Nina mwanaume wangu. My mind ambaye naweza kumtunza, kumpikia. Yaani nina waziri wangu kabisa wa raha, afu mtu sio ananiambia yani nilikasirika nyie. Si nikaona vipi? Nikamwambia okay. Sawa basi naweza kwenda. Akaniambia yeye unaweza kwenda. Basi nikanyanyuka pale. Nikamwacha ofisini kwake pale, nikarudi zangu kuendelea na kazi. Hapo nimesonya njia nzima. Ndio wazimu sana huyu boss. Basi mchana Danaima akaniambia kwamba nipeleke chakula kwa bosi. Mimi nikamwambia Danaima, mimi bwana, mimi naomba nisiende huko bwana, hebu chagua mtu mwingine. Naima akasema naelewa ambacho kinaendelea kati yako na bosi Romeo. Na amesema hataki mtu mwingine ampeleke chakula, please naomba upeleke chakula. Nikamwambia dada jamani, yani jamani kwani kuna tofauti gani jamani huyu na Jack jamani, si marafiki wale jamani, mimi sitaki jamani. Danaima akasema sio kweli bwana, yule hakusumbui kama Jack, anataka kukuoa, hataki kuchezea, mimi namjua. Kwa nini Jack nilikukataza? Hebu peka chakula bwana, itakuja kuongea. Nikamwambia sawa. Basi nikabeba chakula pale kwa kimefungwa vizuri tu. Nikapeleka. Nilipofika nikatenga mzani pale, nikamkaribisha, akaniambia asante. Akaja kazi yake, akasogeza chakula pale, akaanza kula. Akaona niangalia, yani mpaka nikawa anakereka yani. Akaambia unakula saa ngapi? Nje tule wote. Nikamwambia mimi nitakula, wewe endelea tu. Akaambia okay. Sawa. Basi akawa anakula pale. Mara kaingia Jack akasema kumbe ushaagiza mwanangu. Romeo akaambia ndio. Jack kanisalimu pale, shem mambo. Shem. Uchizi. Nikabaki kimya kama sijamsikia vile. Jack akaambia cha kununa basi shemeji, au bado una zamani alishapita bwana. Nikaona Romeo anacheka tu. Nikagundua kwamba Romeo yeye sio muongeaji kama Jack. Basi Jack akasema Romeo, hebu ngoja mimi nishuke nikapige msosi, wewe si ushalichwa na mkeo bwana. Haya bwana. Romeo akatabasamu tu. Sasa hivi hao waliongea lini habari za kwamba mimi ni mke sijui. Akaambia poa mwanangu, hamna shida. Basi mimi nikabaki pale. Alipomaliza kula ndo nikatoa vyombo, na nilipokuwa natoa vyombo akaniambia naelewa kwamba Jack leo kukutongoza, naelewa kila kitu. Yaani naelewa ndio iko hivyo, lakini ni rafiki yangu. Kwa hivyo isikufanye ukahisi mimi niko kama yeye. Nikamwambia sawa. Sikutaka kubishana naye, nilikuwa nataka kuondoka. Akamwambia mimi nakupenda sana Warda. Hapa naongea niko serious sana. Na alikuwa serious kweli mpaka nikabaki kimya. Akaniambia tafadhali, naomba ujaribu kunipenda. Nataka kuwa pamoja mimi na wewe. Kaka ni mwenda wazimu. Yaani haelewi kabisa jamani. Mimi sasa niongeni, nishamwambia mtu na mtu wangu nyumbani, sasa tena niseme nini? Nikatoa zangu vyombo pale, nikaondoka zangu, nikarudi zangu mgawani. Basi tukafanya kazi pale, tukamaliza kabisa. Danaima akaniita sasa tuongee. Akaniambia sikia nikwambie dia, unajua wewe ni binti mwenye bahati sana, yani sana kipenzi. Unajua Romeo ni mtu mkubwa sana, yani ni mtu mwenye pesa na biashara nyingi, ni mwanaume mzuri, ni mpole. Kwani wewe uone hilo?
Nikamwambia naona dada. Akasema sasa sikia, Romeo hana mambo mengi kama Jack, japo ni mshikaji wake, lakini ndio mimi nakuhakikishia hili, mimi sinicha kuonya kuhusu Jack jamani, kwamba si mwanaume mzuri. Basi sasa hivi nakwambia tena, Romeo ni mwanaume mzuri sana, usipoteze bahati kipenzi changu. Wanawake wengi sana wanamlilia mwanaume kama wewe, lakini hawampati. Unaona ofisini kuna wanawake wasomi, wana elimu, yani wana kila kitu, lakini hajawaona. Kakuona wewe Warda, kwa nini unakuwa utaki? Na alinieleza kwamba anakuhitaji. Mimi ndio ambaye nimpa namba zako. Na huyu ni mwanaume ambaye amenyoka kwa ile miaka miwili ambayo ilipita ile alifiwa na mke wake. Huyo mke wake alikufa kwa uzazi, kwa hivyo alifariki pamoja na mtoto wakati alikuwa anajifungua. Na ninachokijua mimi na mtoto mmoja tu, ni kama na miaka 4 hivi. Na huyu ni mwanaume ambaye hajazoea mambo ya kuchezea wanawake kweli. Yaani sijui kusikia kama na mambo hayo hata mwanamke hapa. Na hata alivyonipigia kuniambia kuhusu wewe nikashangaa kwa sababu sio mambo yake kabisa yani. Lakini ameomba kuoe. Sasa unafeli wapi Warda jamani, hebu changamka basi, au unapenda kuhangaika na maisha jamani? Nikamwambia dada, mimi nimelizika na mwanaume wangu. Tena ni mwanaume ambaye nampenda mno, yani nampenda sana. Tayari mimi na mipango mingi, atanioa muda wote. Kwa hivyo mimi siwezi kuwa naye. Basi nikaona Danaima sio ananionaje jamani. Akamwambia Warda, hivi unajua kama unajikosesha maisha ya mtoto? Unadhani wewe kaka sijui utakuwa ndio utaishi naye hivyo? Nikamwambia bwana dada, mimi maisha yangu nishazoea, mbona wewe mwambie tu mimi simtaki, atafute mwanamke mwingine tu aoe. Danaima akasema kia Mungu nimeishiwa nguvu. Yaani siamini unachoongea Warda wewe. Yaani wewe Warda huna elimu, huna mbele, huna nyuma. Yaani upo kama mimi, alafu unakataa mwanaume kama Romeo. Mwanaume mwenye pesa, mwanaume ambaye anakupenda. Kama dada, mimi nataka mwanaume wa kwanza kufanya naye maisha mwenyewe. Hao wanaume ambao wenyewe wameshajipata sijui nini na nini, wana manyanyaso kama ni mimi sitaki bwana. Mimi simtaki. Basi nikanyanyuka, nikamwacha Danaima pale haamini kabisa kilichotokea jamani. Mimi nikarudi nyumbani na shoga yangu pale. Na sikumsimulia pia ambacho kinaendelea. Nikauchuna tu. Basi ngarudi home siku hii nikuta waziri yuko nyumbani. Mimi sikutaka hata kugombana naye na sikutaka kumuuliza ametoka wapi. Asije akanuna bure akaondoka ikawa shida tena. Basi nikamsalimia pale. Akawa chekesha pale, mara mke wangu usione kimya, nilikuwa na mchongo nasikilizia huko nje. Nikasema tu mume wangu, haya hamna shida, kuwa na amani. Akaniambia sawa. Basi akasema mke wangu, leo hata usipike, nataka nikupeleke huko barabarani twende ukale chips na kutoa out. Nikamwambia haya. Mimi nilikuwa nimemiss sana jamani, na nilimiss kweli kutolewa out. Natolewa out kwa pesa zangu na mtu asinicheki. Basi tukaenda kuoga. Nilipotoka pale ngavaga mchango vizuri mwenyewe cha kumwaga kifupi fulani hivi, afu nikapendeza sana. Mchumba akanichukua hapo, tukaenda kwa Azizi Ali barabarani kule, kuna sema anauza chakula kizuri sana. Ndio kuna mekaniagizia chakula pale, na kwambia ilikuwa ni chips kuku mzima, juisi pale nzito. Nilikula jamani mpaka nikasema hiki nini. Yeye akaagiza chips pale na mishikaki pale ya kutosha. Yaani ilikuwa raha kweli. Na pesa yote yeye ndo alilipia. Lakini hela mimi sio nampanga jamani. Sasa nikahisi kumbe kama nipo na mwanaume kweli jamani. Mambo kutolewa out nini ndio mambo yenu dada. Basi tulivyomaliza tukarudi nyumbani, na tulivyoingia nyumbani mimi sikutaka hata maelezo kwa kweli. Nikamdaka tu mwanaume wangu, nilikuwa nataka penzi. Nikamwambia baby bwana, mimi nimekumisa na mimi mwili wangu unauma, nitafadhali. Akamwambia usijali mke wangu, nipo kwa ajili yako. Sikutaka hata maneno jamani. Shogeni pale nikaanza kumvua nguo pale, nikatoa na mimi na show nikaendesha mwenyewe, yani nikaamua kujihudumia maana nilikuwa nimemmisi so kidogo. Basi ndio hivyo. Na hiki ndio kitu ambacho mimi nilikuwa nakipenda sana kwake kiukweli. Yani sijui ni nini mwanaume alinifanya. Yani nilikuwa napenda sana ikifika muda wangu wa kuingia naye chumbani. Cheni tu jamani, cheni tu niende kumhudumia mwanaume wangu, sio na sana muonga sio nini. Nyie mnajua raha nazonipa huyo mwanaume jamani, mniache jamani. Yani mniache. Basi tukaja kukatishwa na simu ilikuwa inaita, alafu ilikuwa ni kama saa 5 hivi. Mimi nikapoteza ile simu, lakini waziri aliniacha kwanza, akasema nani ambaye anakupigia simu sasa hivi saa 5. Nikamwambia mimi sijui, akasema pokea basi. Niliona tu ile namba nikashajua ni Romeo. Nikapokea ile simu. Romeo akamwambia Warda, samani nimeshindwa kulala bila kusikia sauti yako. Nilichukia. Nikasema hivi kaka, mimi nakwambia mara ngapi kwamba sikutaki jamani, bwacha kunifuatilia basi, kwa nini kwa una adabu jamani, una heshima. Mimi sijui kama mimi na mwanaume wangu jamani, kipi uelewi Niliwaka hapo, nipo na mchumba nakwambia, yani mtoka kunipa utamu afu mtu sio anakuja kuongea vitu gani, na sikujali sikio kwamba huyu ni bosi wangu sijui nini. Nikaona huyu vipi tu mshenzi tu mmoja. Basi Romeo akamwambia okay, sorry basi naomba unisamehe. Basi kabla sijakata simu, waziri akanyang'anya ile simu bwana. Akaambia mpumbavu, kwa hiyo hata tusikae vizuri chumbani na mademu zetu, tusipate hata haramu na piga simu tu za kichizi tu sio nini. Usione demu mkali anapendeza kaka, jua anahudumiwa, anatunzwa. Huyu mpumbavu wewe unajipigisha simu huyu naye anamtukana boss jamani. Nikifukuzwa nikahisi Romeo naomba ilikata ile simu.
Basi waziri akasema huyu ni mtu gani huyu maana nakutaka si ndio? Nikamwambia sikia mpenzi bwana cha nawe mkaka gautu pale kazini ananitaka afu mimi sio kama nimemkubali wala nikoaga na nisumbua tu. Na sijui tena namba amempa namba zangu. Yaani hata sijui mpata wapi. Ananisumbua kweli, yaani hata simtaki. Nikamwambia mwanangu basi wewe kwa na mimi nakupenda tu. Akamwambia sawa sasa sikia nikija kujua kuna issue kama hizi zinaendelea mimi nitakupiga stop kufanya kazi huko. Sawa? Yaani utaacha kabisa kufanya kazi posta utarudi hapa kwenye sambusa sijui na viatu sijui unanielewa. Nikamwambia ndio mimi nakuelewa mume wangu asante pia kwa kunielewa. Akamwambia poa. Basi akanyanyuka akaenda zake kuoga. Nikamchukia sana huyo Romeo jamani. Kwa nataka kuniharibia jamani furaha yangu, kipenzi changu, mume wangu afu mtu anataka kunipigia simu nikiachika je? Kama naona mnavyosema sina akili, hamna akili wenyewe pumbavu zenu. Basi bwana. Sasa baadaye pia mimi nikaenda kuoga na nilipotoka nikapanda kitandani afu nikaanza kutoa zangu usingizi pale asubuhi mapema nikawa naangalia pesa nauli kwenye begi langu nakuta 50,000 haipo kwangu. Nikamwamsha waziri. Afu jana tulienda out jamani. Tucheke kwanza nikamwambia waziri, hebu kwanza naomba uamke. Naomba uamke tafadhali. Akasema mimi mbona nishaamka niambie. Nikamwambia ndani kulikuwa kuna 50,000 mbona haipo? Akasema kwani kuna shida gani jamani? Jana tumetoka out jamani pesa si ndio ilikuwa ile. Nikamwambia waziri mbona unakuwa una akili hivyo jamani? Mbona unakuwa hivyo jamani? Hivyo unataka niongee nini mimi ili niseme naonekana kusimanga? Akamwambia usikia bwana wewe. Hebu ondoka bwana uende kazini ukafanye mala yako huko. Au unataka tukiwasha hapa ili kesi zianze asubuhi nianze na kesi yako jana umpigie simu na bwana zako hapa. Kwani kuna shida gani sasa? Nikachukua pesa tukaenda out. Kwani kuna shida gani? Kwani nimeenda kutumia na malaya mwingine si nilikuwa na mwanamke wangu? Yeye mnamuelewa kaka jamani. Yaani ni out gani sasa tulitoka jamani? Nikabaki tu kimya. Nikamwambia sawa, nikatoka nje nilikuwa nimekasirika jamani. Nikamkuta Saida yuko nje ananisubiri. Basi tukaanza safari kuelekea kazini. Sasa tukiwa tunaelekea stand Saida akaniambia pole shogangu. Nikamwambia pole nini? Akasema nimesikia kwamba bwana wako akakupeleka out pale kwa pesa yako. Afu akawa anacheka. Mimi nikabaki kimya nimekasirika maana ningemjibu tungegombana. Saida akaniambia dada unajua kupenda wewe. Yaani wewe dada unajua kupenda mimi bado siingi. Nikamwambia Saida naomba acha hizo story tafadhali. Basi tukapanda gari pale kama kawaida kuelekea kazini. Tulipofika kazini nikaanza pilika za kazi pale. Sio nitafukuzwa jamani. Boss jana ametukanwa na mwanaume wangu. Mida ya saa 3 dada akaniambia Warda, nenda parking ya magari kule kuna mtu anakuhitaji hapo. Nikamwambia dada, bwana mimi sitaki jamani. Hebu niambie basi mniache nifanye kazi kwa amani. Dada akaniambia hebu nenda bwana mara moja. Kwani kuna shida gani? Sikupenda. Lakini ndio hivyo hapo mimi ni mfanyakazi unajua. Na namheshimu dada ikabidi niende. Basi nilipofika pale parking nikamwona Romeo alikuwa amegemea gari yake. Nifika pale akanishika mkono akaniingiza kwenye gari afu naye akapanda. Alinisalimia mimi hata sikujibu kiukweli. Yaani nikatulia zangu kimya. Akasema samahani kwa jana Warda, najua kwamba nimekukwaza kweli, naomba unisamehe sana mamangu. Nikamwambia sawa nimekuelewa. Naomba basi uache kunisumbua. Romeo akasema unajua nini Warda? Natamani sana kuacha nikuache tu uende na maisha yako lakini nashindwa Warda. Yaani kila unavyonikataa ndo nazidi kupata hamu ya kuwa nawe. Ndo nazidi kupenda. Sikufichi Warda. Mimi nakupenda unajua. Yaani nakupenda mno. Warda jana nimeshindwa kulala mwenzako kwa sababu nimejua kule kuna mshikaji. Yaani live umenithibitishia Warda please naomba unifikirie mamangu. Usinifanyie hivyo. Nikamwambia jamani mimi nikufikirie nini jamani ushaona na mtu na umenisababishia kesi jamani. Hasa nakufikiria nini? Afu yeye namfanyaje? Akabaki kimya pale na niangalia. Akasema sawa. Lakini please mimi nakupenda. Yaani sana tu. Alikuwa anaongea yani kwa hisia mpaka nikashindwa kule kunipenda ghafla imetokea. Basi kataka kunishika mkono. Nikakwepesha. Akasema unajua ni tofauti sana na wanawake wengine. Ni una utofauti mkubwa sana. Yaani unafanya nizidi kuendelea kukupenda Warda. Mimi nakupenda ujue. Alafu una mwanaume aina gani ambaye anakuwa anatukana matusi hivyo bila sababu za msingi jamani? Mwanaume gani ambaye anakuwa na akili anatukana matusi Nikamwambia bwana mimi sitaki umseme mwanaume wangu Mimi nachokiomba acha kunipigia simu za usiku kwa sababu mimi naishi na mwanaume. Akasema sawa basi acha tu nikubali lakini naomba tu nikukumbatie. Nikamwambia bwana mistaki. Akasema kwa hiyo jamani kila kitu yani hata kukumbatia jamani naomba tafadhali usio hivyo basi. Nikaondoka jamani. Mbona hatuelewani jamani? Nikashuka zangu kwenye gari. Nikaenda kuendelea na majukumu yangu ya kazi na hii siku wala kuagiza hata chakula. Na mimi wala sikuwa na muda naye kwanza nikamshukuru Mungu. Nikapewa zangu order tu nipeleke chakula kwa Jack pale. Nikabeba chakula nikapeleka ofisini kwa Jack. Nilipofika nilimkuta na Romeo yupo pia. Aliponiona akanyanyuka akatoka nje. Mimi sikuuliza hata. Nikamtengea Jack chakula chake pale, nikamwambia karibu chakula Mr. Jack. Akasema mimi hata sikuwa nahitaji chakula.
Maana nina huzuni sana kwa ambayo nimeona kwa mshikaji wangu Romeo. Nimeumia sana. Nikamwambia nini? Sasa kama hujisikii kula kwa nini umeagiza chakula? Akasema mimi nahitaji kuongea na Warda. Nikaona hapa. Kasi nayo. Nikamwambia nakusikiliza. Akasema sikia Warda. Naomba leo tuongee serious. Unajua mimi na Romeo ni washikaji muda mrefu sana. Alafu namjua Romeo kuliko mtu yoyote. Ni mtu ambaye ametulia sana. Hayuko kama mimi Warda. Ni mtu ambaye amenyoka sana. Please hebu mpe chance basi. Yaani anakuwa ni mjinga sana kupenda mwanamke yule, atachanganyikiwa mwaka mzima. Mbona unapiga fuku la pesa wewe jamani? Please bwana, mshikaji anaumia afu ni mshikaji wangu, hebu mpe nafasi basi. Nikaona hii kazi sasa natongoza ofisi nzima wanamtongozea bosi jamani. Nikamwambia jamani, hivi nyewe mnataka nini? Yani jamani, mwambie mimi nina mwanaume wangu jamani, nampenda. Eti msikilizaji, mimi sina mwanaume wangu jamani. Husband material yuko nyumbani kule kajaa tele. Toto la Kipemba chumbani anayajua, inamhudumia. Kwa nini watu wanataka mimi nimsaliti mwanaume wangu jamani? Nikasema jamani, tafadhali mimi siwezi nimwambie na mwanaume wangu. Na sijasema kwamba wewe boss Romeo sio na shida gani sijui nini. Mimi simtaki kwa sababu nina mwanaume wangu na ninampenda, tumeshaidiana mambo mengi. Mimi siwezi kumwacha ghafla tu kwa ajili ya huyo Romeo. Jackie, kwani wewe mshikaji wako ana shida gani jamani? Si uende hata kamtafutie mtu mwingine. Basi Jackie akamwambia, kwani wewe mtu wako yupoje? Yaani unamkubali kinoma. Yaani ni nani wewe? Nani wewe mshikaji wako jamani? Kwa nini usimkubali tu Romeo jamani? Hana mambo mengi, hana shida. Yaani ni mtu mmoja safi sana. Hebu acha mambo yako Warda bwana, mpe nafasi mshikaji. Nikamwambia Jack, tafadhali. Siwezi, na kama utaki kula naomba nitoe chakula nirudi. Akaambia toa bwana, mimi kweli sihitaji kula. Nikamwambia sawa. Mimi sikusema kitu. Nikatoa kweli chakula nikarudisha zangu kule mgawani. Sasa hapo timu ikawa imeongezeka sasa. Nakwambia napewa ushauri. Nikirudi huku kwa dada Naima ni ushauri. Nikikutana na Jackie ushauri, na bembelezwa. Nikikutana na Romeo, yani ndio hivyo. Sasa mimi jamani, ndio hivyo, mimi nilikuwa sitaki jamani. Kwani mimi kosa langu nini jamani? Niko na waziri wangu. Mara siku kanibia, mara harudi nyumbani, mara sijua kwa anaenda wapi, lakini ndio hivyo, nikubali kila kitu kwa sababu mimi nikiwa na huyu mwanaume jamani, nilikuwa naona kabisa namiliki dunia jamani. Nilikuwa nampenda mno na nimeshaambia tunapendana. Simona nyonyo tunagombana, tunapatana, tuna miaka 3 tuachani. Ndio hivyo. Au mnasemaje? Una lolote la kuniambia mimi Warda? Haya msikilizaji, sehemu ya kwanza ya simulizi yetu nzuri hii ya mapenzi ya Warda hii hapa inatamatika. Kina nani ni akina wife material kama Warda? Una lolote la kumwambia binti huyu, binti ambaye anajua kupenda, binti ambaye ana msimamo katika mapenzi, au msimamo wake unakukera? Unateseka ukiwa wapi? Andika comment yako hapo, nini umekifurahia, nini kinakukera, lakini usisahau kutuambia kwamba unatusikiliza ukiwa wapi. Kumbuka hapa ni Simulizi Zetu Media na Hajra Stories ndio mwandishi wa simulizi hii ya Warda. Nyuma mic, jina langu naitwa Tutu. Tukutane katika sehemu ya pili.